Bado tuko hapa msibani, nyumbani kwa aliyekuwa mama yake na GK, mwanamuziki ambaye amechora barabara ya muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania. Na kati ya waombolezaji ni pamoja na comedian mkubwa wa Tanzania mwenye jina la kila siku kwenye game na toki machoni kwa watu, kwa maana ya Joti. Kwanza pole kwa msiba kaka. Nashukuru pia kwa kufika hapa, lakini pia tupo kwa ajili ya kumpa pole msanii GK ambaye amefiwa na mama yake. Kwanza kabla siendelea, kwanza nikupongeze. Unajua wewe ni mmoja kati ya watu ambao unatokea sana kwenye matatizo, kwenye shida za watu, unakuwa ni mtu wa kwanza kuwakimbilia. Hongera sana na uwe na moyo huo, kwa sababu wanasema shida inamfika mtu yoyote. Lakini natamani kufahamu taarifa hizi ambazo ulizipata na ulipokutana na GK rafiki yako, ulizungumza nini kuhusiana na kifo hiki? Taarifa nimepata kwenye mtandao. Kwenye mtandao ilikuwa usiku, ndio nikafanikiwa kumwona GK akiwa anatoa maelezo kwamba kuhusiana na kufia kwa mama yake, na akaeleza kwamba msiba utakuwa nyumbani kwao hapa, na akatoa taarifa kwamba muda wa kuzika pia, kwa sababu mimi GK nafahamiana naye muda mrefu sana, nafanya naye kazi katika nyimbo zao, nafanya naye kazi, kwa ni mtu ambaye nimetoka naye mbali sana. Kwa hiyo nilikuwa sina budi kuhakikisha kwamba anakuja kwa ajili ya kumfariji, kumpa pole kwa yeye kuondokewa na mama yake. Na baada ya kufika, kama ulipata nafasi ya kuzungumza na GK, nilisema nini sana? Lakini wewe ni mmoja kati ya watu nao kazi East Coast zamani, na kwa inawezekana kwa unafahamu au ushakutana naye enzi za uhai wake, labda ni kitu gani ambacho baada ya kufika hapa ukamisi, umekumbuka, unatamani na unatamani kushare na sisi? Kwa mama yake kiukweli ni muda mrefu sana, muda mrefu sana, lakini mimi mkweli kwa hapo muda mrefu na ila naona naye wakati tuko wenzio na pambana naona, lakini kwa kipindi chote siko na toka ameugua sijawahi, sababu hata mawasiliano pia ilikuwa changamoto kuwasiliana naye, lakini nimekutana na GK na mimi nikamkumbusha vitu vingi ambavyo tulifanya wakati tunasafiri, sababu zamani nakumbuka kipindi kile tunasafiri wasanii Bongo Flava, ilikuwa mtu kuamini kwamba msanii anafika kwenye mkoa fulani lazima kuwepo na wasanii wa comedy, ili kuwaaminisha watu kwamba wasanii wa Bongo Flava huwa wamefika kwenye ukumbi au wamefikia mkoa fulani. Na nakumbuka mara mwisho story ambayo yeye haisahau, tulifanyaga show Shinyanga, na kwa bahati mbaya promoter akatudhulumu. Kwa hiyo kwenye ile situation tulikuwa wote, kwa mimi Mpoki pamoja na East Coast. Nakumbuka ile promoter, nakumbuka alikuwa ni GK, alimkola simu, kamwambia ukipata hela yetu ukija Dar es Salaam tutakurudishia simu yako. Kwa hiyo nilimkumbusha pia, akacheka sana. Kwa hiyo ni muda mrefu sana. Nakumbuka hiyo simu alifanya nini au promoter hiyo simu? Nakumbuka GK alichukua, lakini alichukua EY, wakaitoa line wakampa yule dada, akamwambia kwa sababu hela yetu umetudhulumu na hatuna uhakika hela tutaipata lini, kwa ukija Dar es Salaam kama ambavyo ulitutafuta, basi tutakupatia simu yako na sisi tutakupatia pesa zetu. Lakini wakati huo hiyo ilikuwa ni upande wa East Coast na yule dada, lakini mimi na Mpoki tulikubali kwamba tumedhulumiwa. Kwa hiyo tulirudi kutoka Shinyanga, na tena nakumbuka ulikuwa msaada wa washikaji kina EY, tukapanda ndege. Jamaa aliconnect na washikaji, bwana tuko washikaji hapa, lakini jamaa hawana kitu, naomba tufanyie fare turudi. Kwa tukapanda ndege kutoka Shinyanga turudi Dar es Salaam, lakini tulikuwa tuna hata 100, tukashuka tu kituo Magomeni pale, tukasema kitu kama tumerudi salama, nashukuru. Kwa hiyo kwa upande wao walifanikiwa kuchukua simu, lakini kwa upande wetu hatukuchukua chochote, turudi nyumbani kama mwachia Mungu.
ilikuwa kama bahati upande wako, ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kufanya ndege na mkopo kufanya, ilikuwa kama bahati kwa upande wenu, pamoja na kudhulumiwa, lakini ilikuwa flight kwa mara ya kwanza. Nakumbuka hapana, ilikuwa kama la pili, kwa sababu hapo nyuma tulishapanda ndege. Nilikuwa nakumbuka tuenda Mtwara tukapanda ndege, lakini hiyo ilikuwa ni mara ya pili. Kwa hiyo kama baada ya kudhulumiwa tukabna namna kumwangalia bibi mkubwa, naye anaonyesha kweli mambo magumu, sababu ilikuwa lazima alipe ukumbi ambao alipe wasanii, alipe muziki, lakini kikubwa tulikuwa tunategemea kipindi kile, kwa tunategemea gate collection, kwamba apate pesa watu waingie kwenye ukumbi ndio alipe wasanii. Kwa hiyo show ilibuma. Kwa hiyo tulipopanda ndege simu yote ikaiko mepesi, tukamwambia Mungu asante, tukarudi. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Hebu tumpigie Mungu makofi kwa burudani. Mungu ametuchangamsha, tumeanza kuwa na matumaini. Mchana unakuwa mwema tunapoona kuna matumaini. Mimi nasema tunasikia. Mungu abariki. Kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu huwa amevishika yeye mwenyewe, na tujui kama angekuwa navyo hivyo vitu mwanadamu ingekuwaje. Kitu kama kifo Mungu ameshika mwenyewe, anajua kwamba siku gani nitamchukua mja wangu ambaye nimemleta hapa duniani. Lakini la pili, Mungu kitu kingine ambacho amekishika ni riziki. Mungu ameshika riziki mwenyewe. Hivyo vitu vile ninavyotambua mimi kwamba Mungu mwenyewe kuna vitu vile amevishika vikubwa ambavyo naamini hata ufanyeje yeye ndo ataamua. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumrudia Mungu, lakini lazima tufarijiane kipindi ambacho mtu anapata matatizo kama ya kufiwa. Lazima tutembeleane, tufarijiane, kwa sababu hata mgonjwa anapokuwa hospitalini daktari anaweza akampa vidonge, lakini ikawa sio tiba unapotoka kwenda kumfariji mgonjwa ambaye yuko hospitalini. Kwa ninaamini tumefika wasanii kwa ajili ya kumfariji rafiki yetu ambaye mama yake ametangulia mbele ya haki, na hapa tuko kwa ajili ya kufariji pia familia, na ndio maana tumefika hapa leo. Asante na pole sana. Katika nyumba ulioishi saa hii ndio unaondoka. Unakuaga mama yetu mpendwa wetu, rafiki wa wengi, majirani wa wengi hapa ambao walikuwa wanaishi nao, leo hawatakuona tena. Mama bye bye. Mama kwa heri. Mama anaingia kwenye gari lake sasa. Na pale Kinondoni tunaelekea makaburini, makaburi ya kule kwa Kanumba, makaburi ambayo yapo eneo la Kanumba. Ni geti la kwanza hilo, ukiwa umetokea huku Mama Kayura, Mungu akubariki. Niko msibani kutafuta. Mbeya watakukumbuka. Nikwambia nenda msibani. Mbeya watasema mama yuko wapi, mbona alizoea kuja likizo, lakini kumbe umeenda kuishi maisha mengine. Mama yetu bye bye. Mbeya wanakuulizia, lakini tutawaambia ametangulia mbele. Mbele yuko huko wapendwa, ambapo huko kuna raha.